Siku ya kwanza kabisa alinipigia mimi simu. Alipopiga simu, nilipopokea kata. Alipokata alikuwa amepiga WhatsApp. Sasa alipokuwa amepiga WhatsApp, huyo mtu nikaangalia profile aliyokuwa ameweka, alikuwa ameweka ya waziri Mchengerwa akiwa na hapa, akiwa anaapishwa, nafikiri akiwa waziri. Mimi nikampigia, nikajua hapa ni waziri ananipigia, nikampigia hakupokea. Nikapiga tena akapokea, akajifanya mtandao haupo sawa sawa. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona mtandao haupo sawa. Alipokuwa amekata akanitumia message. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi waziri wa afya Mheshimiwa Mchengerwa, naona hatusikilizani. Ile harusi ya binti yangu ni kesho kutwa. Kwa hiyo nilimwambia Rasi, naona kama Rasi anazubaa. Akatumia maneno hayo, naona kama Rasi anazubaa. Hebu waambie wakurugenzi haraka haraka ukabidhi hiyo hela nitumie kwenye namba hii. Wasisitize bwana, angalau naona tena akatumia neno wasisitize, naona kama michango haijakaa vizuri, lakini nakuamini sana nitapata mchango wa kutosha. Kwa ni waambie wakurugenzi wamchangie Mheshimiwa Waziri Mchengerwa tapeli. Hiyo ikapita. Nikachukua ile message. Sasa unajua, kwa sababu Mheshimiwa Waziri, nyinyi mnaelewa kiongozi wangu yule, si ndio? Tena na mazungumzo niliyokuwa nafanya pale, ikabidi nitoke nikae sehemu tulivu. Ile message akasema kweli Mheshimiwa Waziri, nikampigia tena. Nilipompigia hakupokea. Kwa sababu ninayo namba ya Mheshimiwa Waziri, nikamforwardia ile message. Nikamwambia Mheshimiwa, naomba maelekezo vizuri, sijakuelewa. Alivyoyasoma akanipigia on the spot. Akasema, Chacha, mimi siwezi kuandika message ya namna hiyo. Mimi sina binti anayeolewa kesho kutwa. Kwanza binti wa kuolewa mimi sina. Na kuelekeza tafuta huyo mtu mpaka umkamate. Mheshimiwa Waziri akaniambia hivyo. Naambia Mheshimiwa Waziri, nimepokea na nakuahidi nitampata. Ikapita miezi, yeye hajui tunamfuatilia. Tukaweka uchunguzi wa kina, na nawashukuru sana vyombo vyao. Tengeneza kamati ya kufanya uchunguzi wa kina, nikawapa hizo namba, wakaniambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mbona tutampata tu? Tumeshajua maeneo yake. Ya pili, wakati wanaendelea na uchunguzi wao wanamfuatilia, naye unajua ana line hizi mnazoona karibia 10. Siku ile mwenezi wa taifa akaja hapa akafanya ziara hapa katika mkoa huu wa Tabora. Ndugu yangu Kenan. Tumempokea kule Igunga, anafanya ziara, baadaye tunaenda Nzega. Nafikiri alikuwa analala Nzega. Kwa tukiwa njiani tunatoka Igunga kuja Nzega, kuna mradi mmoja wa shule kwa tunatembelea pale. Akampigia katibu wa chama pale wa CCM Nzega, dada yetu Adia. Akamwambia, sisi ni maafisa usalama, gari yetu moja imekwama ambayo ipo kwenye msafara wa mwenezi wa taifa. Kwa hiyo fanya kila liwezekanalo ipatikane shilingi 400,000 nafikiri, sijui na 80 kitu kama hicho, ili tuweze gari, sijui hatujui na nini, lakini fanya haraka. Wakamharasi sana. Sasa Adia akaona anajua protocol, akajua kama huyu ni afisa usalama, si mkuu wa wilaya yupo. Adia akampa namba mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwaki. Na Itapwaki akawasiliana naye mkuu wa wilaya. Alipowasiliana naye akamwambia, wewe, sisi ni maafisa usalama, tumewaambia tupo kwenye gari, imepata hitilafu, tupo kwenye msafara wa mwenezi. Fanyeni haraka, wewe mkuu wa wilaya unazubaa nini? Mkuu wa wilaya akasema, sasa kama ni nani, basi kama ni mafuta niwaambie mkaweke kwenye sheda. Tunataka hela. Tumekwambieni gari imepata hitilafu, hatuhitaji mafuta hayo unayosema kama unavyosema wewe. Alipokuwa amezubaa kidogo akampigia mkuu wa wilaya. We mkuu wa wilaya, ndio maana wengine mikika ikija hamo mnaanza kulaumu kwa sababu ya upumbavu kama dada yangu hapa akaogopa kweli, akanitafuta. Naona sasa maslahi yake tena yanaingiliwa na mkeko utakuwa. Nikamwambia, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wala hata usipani. Wewe mwambie mimi nipo hapa
tayari tumeshafika kwenye shule tunakagua, nipo pembeni kwenye gari, mwambie aje, hela hiyo ninayo nitampa. Mkuu wa wilaya alipomwambia hiyo kama hili sasa lishakuwa gumu. Kazima simu. Aliandika message. Achana na msaada wako, tumejikomboa sisi, ni usalama ofisi ya mkoa. Nikamwambia na mimi acha utapeli. Huyu ni afisa usalama ofisi ya mkoa wa Tabora. Yuko ofisini kwako.